الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين بفضلك ومنك ورحمتك يا رب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tulisimama jana katika amali za Qusay ibn Kilab, babu yake mtume, babu wanne, jaddu rabi' lirrasul sallallahu alayhi wasallam, Qusay ibn Kilab. Na tukasema kwamba mwanae mkubwa Abduddar mifunguo ilipofika kwake, Mwenyezi Mungu akajalia kwamba funguo zisitoke mpaka siku ya Kiyama. Na tumeelezea funguo za kuilinda, kuitazama Kaaba na al-inaya as-sadana custodian, na wafalme wa sasa wa Saudi Arabia wanasema kwamba wao ndiye wenye kuhudumu haram mbili, haram ya Makka na Madina, haramain. Kwa hivyo mfalme siku hizi baada ya kuitwa malik anaitwa khadimu haramain, mwenye kuhudumu haram mbili, majengo matukufu mawili. Kwa hivyo sadana, kama tulivyosema, ni katika mambo ambayo yalikuwa muhimu aliyofanya Qusay ibn Kilab, yakawa yanaendelea mpaka sasa. Moja tumesema as-sadana custodian yani gatekeeper, funguo za Kaaba zinakuwa mikononi mwao. Na kwa hivyo walikuwa kuitazama Kaaba kwa kila njia, inakuwa katika jukumu lao, na hii ni sharaf kubwa, ni sharaf adhim, heshima kubwa sana, kwamba wawe wanashughulikia kazi zote za kuosha na kusafisha na kuvalisha guo lake kiswa al-Kaaba, kama nilivyofanya sasa. Kila mwaka linatolewa guo la mwaka jana, linawekwa guo la mwaka mpya katika siku za zile 9 za siku za haji, katika ayam Dhulhijja, sijui tarehe ngapi, sio kwa 3 au 4, sijui kama hiyo, kiswa al-Kaaba. Alafu masala ya kufungua na kufunga na kusafisha, kazi zote hizi wanakuwa wanafanya wale wanaohusika na wenye kukamata. Tuelezea ni Abduddar huyo alifika wakati wa kwamba Kaaba itakaswe na masanamu na kuvunjwa, kwa sababu zamani kabla mwaka 8 wa Hijri ilikuwa ibada ndani ya Kaaba, waabudu masanamu ndani yake. Kwa masanamu, kuna masanamu yasemekana 360, na masanamu ndio wanazunguka, wanakuwa wanaabudu. Lazima pasafishwe kama alivyofanya Nabii Ibrahim. Asla Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kwa kuitafuta dini ya abaina Ibrahim hanifan musliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وهو ni kazi kubwa aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kutafuta dini ya Ibrahim. Na kwa hivyo tusema kama tulivyosoma aya za nyuma, inna Allah astafa Adam, Mwenyezi Mungu amemchagua Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ali Ibrahim, vizazi vyake ambao waliopewa istifaa, kuchaguliwa na kupewa utume na kupewa ukubwa katika kaumu zao, ni watoto wa Ibrahim. Baada ya Ibrahim ni vizazi vyake
mpaka mwisho wa dunia. Na watoto wa Yaqub bani Israil, baadaye mwisho amekuja ni mmoja tu katika watoto wa Ismail, watoto wa Ishaqa. Wa Ismail ni mmoja tu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunaona asili yake kutoka Nabii Ibrahim. Na katika mlolongo wa vizazi vya Ismail kwa njia ya Qidar, na Qidar kwa njia ya Kanaan, na kuja zake mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikawa heshima kuanzia Qusay katika vizazi vya Nabii Ibrahim, kuanzia Qusay imeendelea tena kwa mwanawe akashika Abdullah. Kwa hivyo mpaka sasa anajulikana Bani Abdullah. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati wa kuvunjwa masanamu na kusafisha Kaaba, na kama alivyoambiwa Ibrahim wa Ibrahim makana albayt, tulipomuonesha na kumtayarisha kwa ajili ya kujenga kuinua yarfa Ibrahim alqawaid, tumeona kwamba amri mkishajenga pasije pakati wa masanamu ndani, pasije pakati wa sanamu ndani, bali ndio ikawa hivyo baadaye. Allah tushrik bi shay'a, tusinishirikishe na mimi chochote. Unakuja kuabudu Mwenyezi Mungu katika jumba hili, jumba tukufu. La tushrik bi shay'in wa tahhir baiti, msafishie nyumba yangu. Na amri hii aliyoambiwa Nabii Ibrahim, Mtume sallallahu alayhi ndo anaitekeleza katika baada ya kuiteka Makkah. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina wal-ruk'i sujud. Waruk'i sujud, wenye kuja kutufu na kuja kusimama na kusali na nini, usafishe. Kwa hivyo wasiweke masanamu. Na kwa hivyo Mtume sallallahu akaja kasafisha masanamu yote. Baadaye ufunguo kaurejesha kwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ibn Abdullah, mpaka inakwenda ibn Abdullah ibn Qusay ibn Kilab, mtoto Qusay akarejesha funguo. Kwa hivyo Sadana tumeeleza jana, tunapitia tena sasa hivi kwamba custodian of the holy Kaaba, kulinda, kusafisha, inaya, khidma, kuihudumia. Ukikumbuka kwamba jambo hili ni sharaf aliposema qala nani imra'atu Imrana, rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara, rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni, nimeweka nadhiri kwamba mtoto wangu mimi nitakayemzaa nitamwacha huru kwa asifanye chochote ila nimekujitolea huru kwa ajili yako ya Rabb, awe kazi yake kusafisha nyumba yako tukufu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis nyumba ya tatu katika nyumba tatu tukufu, kama anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tushaddu rihal illa ala thalatha masajid, mtu asifunge safari hasa kwa ajili ya kwenda pahala ila kwa misikiti mitatu. Hii Masjid Haram, Masjid Haram ni Makkah, wa masjid hadha yani msikiti wa Madina, Masjid Nabawi, na Baitul Maqdis ya tatu. Kwa hivyo ikawa baada ya kujenga Kaaba, tumesema as-sadana, kutazama na heshima ya kutazama msikiti, ambayo alikuwa akitaka bibi nani, ni mke wa Imran, na baada ya kuzaa mtoto wa kiume ile awe huru, nadhartu ma fi batni, kilichokuwa tumboni mwangu nikishamzaa, muharrara, awe kwa ajili ya kuhuduma Baitul Maqdis. Lakini kazaa nani? Mtoto wa kike. Na Mwenyezi Mungu wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha, Mwenyezi Mungu anajua alichokizaa, wala si mwanamume ka sasa na mwanamke. Ingekuwa mwanamume basi ingekuwa kazi ya kufanya, lakini mwanamke hawezi kufanya. Wa inni samaitu wa Maryam wa inni u'idhuha bika dhurriyata min ash-shaytani ar-rajim, namkinga kwako na dhuria yake kwa mashaitani. Na ikawa Mwenyezi Mungu yeye kakusudia jambo awe nadhiri yake amweke muharrara kwa ajili ya kuhudumia Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala arada akbar min dhalik, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Nasio mimi nataka, wewe unataka, na Mwenyezi Mungu anafanya analotaka. Iliyofichika subhanallah, binadamu asa an tuhibbu shay'an
wakati mwingine huwa sharru lakum asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yani ibara kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua chochote. Wewe mwanamke ulikuwa unataka mtoto wa kiume kwa ajili ya huduma msikiti, jambo la khairi, na umeona umuhimu wa nini kuhudumia misikiti mitukufu, ndio kama isadana inakuwa. Wakati Mwenyezi Mungu anataka la tufanya jambo kubwa sana wewe utaeta mtoto wa kike, huyu mtoto wa kike kila mmoja atamgombania atakikumlea mpaka anapata Zakaria tu. Halafu baada ya kupata Zakaria, halafu anaona mambo makubwa huko, vyakula visionekana, naona anauliza anna laki hadha, mtoto wapi mazabibu mazuri mazuri, si wakati wa zabibu hapa. Amba Mwenyezi Mungu ana riziki man yasha bighairi hisab. Ala, hebu mimi nikaombe riziki Mwenyezi Mungu mbio mbio, kakimbilia kwenye mihrab yake, anasali usiku mpaka anakuja malaika na mbashiria mtoto kupata Yahya. Wakati huku anakuja huyu bibi aliyemzaa bibi Maryam, Mwenyezi Mungu anataka huyu Maryam alete kizazi mtoto ajabu, iwe ni aya. Wajalna ibn Maryam wa ummuhu aya, mtoto wa bibi Maryam yani Isa na mamake iwe ishara kubwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, ili huyu bibi Maryam aje kuzaa mtoto bila nini, bila mume, bila kuwa na baba mtoto. Na lilokuwa ajabu gani, Mwenyezi Mungu kishaweka wazi kasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqna min turab, ameumbwa kwa udongo, na Mwenyezi Mungu kasema kun fayakun, na mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Sawa. Kwa hivyo hilo lilikuwa kubwa zaidi, lengo la Mwenyezi Mungu kwamba tunamleta mtoto ili apate kupata utume. Halafu mtoto huyu utume na kusafisha Baitul Maqdis ipi kubwa zaidi? Utume na kujaliwa kwamba wewe kuzaliwa bila baba ni kubwa zaidi. Na ikiwa nataka kumtuhumu na kumtia maneno sio na maana, amtuhumu basi Nabii Adam alikuja bila baba na mama na Hawa alikuja bila mama, au sio? Mwenyezi Mungu ametekeleza all four possibilities za kuwepo vizazi. Moja, kwa kuumbwa Adam kutoka na udongo. Ya pili, kuumbwa Hawa kutoka nini? Ya ayuha nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, akamuumba kutokana na nafsi ya nani, minha min nafsi nani, ya Adam, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, tukaeneza wanaume wengi na wanawake wengi kutokana na baba na mama. Kwa hivyo bila baba na mama Adam, bila mama Hawa, kwa baba na mama watu wote ulimwenguni, bila baba Isa ibn Maryam. Hakuna solution nyingine ya kupatikana watoto ila njia nne, au sio? Na njia zote hizi Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa. Sifikiri kwamba yeye kaoa kwa ajili ya kupata watoto akajiona mimi hodari, tazama watoto wangu hawa. Sio yule kazaa watoto wa kike watupu. Wewe nani? Ili hiba min Allah. Sio yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur. Anapa anataka watoto wa kike, anapa anataka watoto wa kiume, au yuzawiju dhukrana wa inatha, au wapa dabal hivi na hivi, watoto wa kiume na kike. Na wayaj'alu man yasha aqima, anamfanya mtakaye kuwa ni tasa asiza. Kwa hivyo jambo la Mwenyezi Mungu. Almuhimu kazi ya kirudi kwamba aliyetaka wewe mke wa Imran, Mwenyezi Mungu amjalia wewe mtume, huyo mtoto alimpata. Na jinsi kuonesha ni jambo hili muhimu sana. Kwa hiyo asadana ni kazi ambayo wanaipenda aliyojalia huyo Qusay ibn Kilab kwamba kazi iwe kwa watu wao. Baada ya sadana tukasema jana kwamba siqaya, kunywesha mahujaji wanapokuja wote, kuonyesha maji wanaandalia tayari, na mpaka sasa tuna magani Zamzam inavuwa nini, inavuwa tosheleza watu wote wanakwenda, na maji yako vile vile. Na hii moja katika maajabu makubwa Zamzam, usafi wake maji, wingi wake, matumizi yake. Mahujaji hakuna mmoja alisema leo mwaka huu tumekwenda, kumbe bwana maji safari ya Zamzam yamekauka bwana, maana kusikia wala hutosikia insha Allah. Na hii ni moja katika maajabu makubwa. Lau yoyote akakaa kafikiri akatafakari tokea ihfir Zamzam, Abdul Muttalib alipochimba Zamzam babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam,
mpaka kiyama saa insha Allah maji yataenda kumiminika, yataendelea kumiminika hivi hivi. Na hii ndio ajabu kwamba Zamzam katika jangwa lilikuwa kavu, na alipoota Nabii Abdul Muttalib kwamba chimba ahfir Zamzam, na kwa jina anasikia malaika kama katika ndoto anamwambia, anasikia hutaf sauti baada gani, mpaka akaenda kaanza kuchimba yeye na mwanae Al-Harith, na Makureshi wanamtania na kama tuelezea kabla mbachimba huko na watoto. Kaina Al-Harith wake ndio mmoja ndio katika watoto wa Abdul Muttalib wa mwanzo kabisa Al-Harith. Al-Harith ukimwona wakati wa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Harith alikuwa kama babu yake kwa utu uzima, maana ameendelea kuzaa mpaka mtoto wa 10 ndio baba yake ndio kwanza Abdullah Muhammad ibn Abdullah, na mtoto wa 10 ndio alivuta kumtoa mhanga, tunasema ibn Dhabihain, ana ibn Dhabihain, sio mtoto wa chinjwa wawili, mmoja ni Abdullah, mmoja Ismail. Kwa hivyo kazi hii ya sadana, turudi tena, ni kwamba na siqaya, kutazama sharafu ya kulinda na kutazama kuihudumia Kaaba, na siqaya kunyesha maji watu wa mahujaji wageni wa zuwar Baitullah, wenye kuzuru nyumba ya Allah, na rifada kulisha pia wageni wote wanakuja, wanalishwa kwa pesa zao wenyewe, zinakusanywa kwa kila anayekuja, jamani changieni katika nini, chakula cha kulishwa mpaka kumaliza hija yenu. Kwa hivyo rifada na siqaya na sadana na Dari Nadwa. Qusay tunaweza kusema kwamba yeye ndio muassis wa nini wa mambo haya yote, na kaanzisha Dari Nadwa. Dari Nadwa ni nyumba ambayo tunaweza kusema kwa lugha ya kisasa ndio Parliament of Quraysh, Barlaman Quraysh, Parliament yao, baraza lao, wanatunga kila kitu hapo. Dari Nadwa ndio kila kitu, mikutano yote muhimu, official meetings zinafanya katika nyumba ya Dari Nadwa. Al-Nadwa an-nida, kuita watu, sio yunadi. Halafu unasema nadi, siku hizo inaitwa klabu, hivi vilabu vya mpira inaitwa nadi Al-Jazira, nadi nini, nadi Al-Wahda, majina ya nini, vilabu ni pale wanapoita watu wakakusanyika kwa lengo maalum. Kwa hivyo nadwa pahala ni pa kuitana na kuzungumza mambo yenye kuhusu nchi. Kwa hivyo Dar Nadwa ilikuwa ndo kama ni parliament yao ambayo yeye alianzisha, hasa ni babu yake Qusay ibn Kilab, na yeye ndio hapo mikutano yote, mambo yote yalikuwa muhimu, jeshi kama kuna vita na jirani au nani, panapangwa pale pale, makamanda wanachaguliwa pale pale, kila kitu. Dar Nadwa ndio pahala ambapo habari zote zinakuja, masala ya vipi vya kuhudumia activities zote au mambo yote yalikuwa muhimu katika eneo la Makkah. Kwa hivyo Qusay ameanzisha Dar Nadwa, na kama tunavyojua kwamba hii Dar Nadwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kushakukaa miaka 13 ya Makkah, wanalingania watu, na watu walioslimu labda 150 mpaka 200, ikawa sasa wanafikiria kwamba hili jambo lisije likawa kubwa zaidi, pakaamuliwa hapa tukutane mkutano mkubwa katika parlamenti yao, Quraysh wote wahudhurie. Mkutano ulifanya ndani ya Dar Nadwa. Nini la kufanya kuhusu Muhammad? Ameshatukania miungu yetu vya kutosha, ameshapoteza watoto wetu chungu zima wakamfuata, ameshafanya mambo haya akiwa makubwa zaidi, alafu tutashindwa. Tujue la kufanya hivi sasa, tuamue jambo. Hii Dar Nadwa hapa ulikuwa mkutano mkubwa katika tarehe ya utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni kuamua jambo tulifanye la kustopisha haya mambo ya kutukana miungu yetu na nini, na kuleta dini mpya tusioitaka, taban kwa ulimi wa makafiri na shirikina. Kwa hivyo mkutano mkubwa ulifanywa pale. Alihudhuria katika mkutano huu shetani kwa sura ya mtu. Riwayati zinasema
kahudhuria Iblis kwa sura ya mtu mzima hivi, anaulizwa anta min aina ya sheikh, kana ana min ahli Najd. Kwa hivyo labda mimi nikihudhuria naweza katoa fikra ya kuweza kutekeleza jambo mlilokusudia, kwa sababu si jambo dogo. Na katika mazungumzo chungu zima alisema tumfanye nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumfanye nini. Walihudhuria kwanza makabila yote makubwa ya Makkah yamehudhuria mkutano huu, isipokuwa tu Bani Hashim. Bani Hashim hapa wote wamehudhuria. Bani Hashim akihudhuria atatuharibia mambo yote. Kumbe nyinyi mnataka kutulia mtoto wetu hatukubali. Ndio kutoka ugomvi hawa bwana, wasisikie chochote tunachozungumza katika mambo. Huyu shetani ndoka akamzungumzia Abu Jahil, Amr ibn Hisham. Ndio fikra ilitoa ikakubalika kwamba sisi tunaona kwamba mtu huyu kama ataendelea hakutokuwa na salama kwetu. Tufanye jambo, makabila yote yashiriki, kila kabila hapa apewe panga, wampige mpigo mmoja, bidharbati rajulin wahid. Kwa hivyo itakuwa damu yake huyu Muhammad itatawanyika katika makabila yote. Hatuweza kulipa kisasi watu wa Bani Hashim kwa kabila moja kupigana na kabila zote. Sema fikra jahannamia, fikra za kishetani, za kijanna, jahannam. Kwa hivyo wakasema wallahi fikra nzuri sana. Kwa hivyo makabila hudhuria Makureshi kwa majina, baadhi ya makabila: Bani Abd Shams, Bani Nawfal ibn Abd Manaf, Bani Abd Dar. Ndio mwenye ufunguo huyu. Wote ni wazee, ni wote kabila matumbo yote yanaishia kwa nani, sio kwa kina Qusay ibn Kilab mpaka Murla mpaka Adnan, Bani Adnan. Halafu Bani Asad, Bani Abd al-Uzza, katika miungu yao. Afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata thalithata al-ukhra. Ama afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata wa Hubal, yote katika majina ya miungu na yote kwa majina ya kike. Wa Manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Huu mgawano wa kidhulma, nyinyi mnachukulia wanaume, Mwenyezi Mungu unampachika watu wa kike tu, kwa sababu nyinyi hamwataka watu wa kike. Mnakaa mkiwazika hai. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, wataulizwa wakafukiwa na hai, wataulizwa kwa kosa gani mfuki. Kwa hivyo Bani Abd Manaf, Bani Nawfal ibn Abd Manaf, Bani Abd Dar ibn Qusay, ndio Qusay ibn Kilab, na Bani Asad ibn Abd al-Uzza, Bani Makhzum akina Abu Jahil na kina Umar Khattab, kabila yao Bani Makhzum, na Bani Saham, Bani Jumah na mengineyo makabila. Bas Bani Hashim la, kwa sababu Bani Hashim babake nani? Babake Abdul Muttalib, babake nani? Babake Abdullah, babake nani? Babake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watoto wa Bani Hashim wote kina Abu Talib na kina Hamza na kina Abbas. Hamza na Abbas liilmukum ni watoto Abdul Muttalib wa umri wake utuzimani tena, kwa sababu aliendelea kuzaa baada Abdullah hajasita, wameendelea wengine mpaka watoto wake wanazaa, wanapata watoto, wanakuwa wajukuu wengine wakubwa hata kuliko wajukuu wamepata watoto wakubwa kuliko watoto wake mwenye Abdul Muttalib. Hamza ni mdogo sana kuliko babake Mtume Abdullah. Al-Abbas ni mdogo sana kuliko Abdullah, kwa sababu Abdullah ni babake Mtume. Ala al-aqali paepo baina kuzaliwa Mtume na kufa kwa Abdullah si chini ya miaka mingapi? 17 18, au sio? Mtoto ambaye anaweza kuoa kadhaa. Kwa hivyo ukitazama watoto, anaulizwa Hamza, anaambiwa wewe na Muhammad nani mkubwa? Akasema huwa akbaru minni illa annani ulidtu qabla, yeye mkubwa wangu isipokuwa mimi nimezaliwa tu kabla yake. Kwa hivyo na yeye mkubwa wake miaka 2 au 3. Hamza na Al-Abbas ami yake Mtume mkubwa wake miaka 3, rika moja, huyu miaka 2 3, tofauti ni miaka mingapi? 2 3, wanacheza pamoja tu.
Na kwa hivyo namna gani Hamza alikuwa akimpenda Mtume sallallahu suhba ammi yake wangapi wajomba na wadogo kuliko wote. Kadhalika ammi hapa ammi zake Mtume, lakini umri wao moja, rika moja, tofauti miaka miwili mitatu. Watoto Abdul Muttalib anaendelea kuzaa mpaka umri huo. Kwa hivyo tukirudi tena katika mkutano huu, wakaamua kwamba watekeleze hilo, kwamba kila mmoja achukue panga, kila kabila itakuwa watapokea mwisho, hawawezi kulipeza kisasi, watapokea, watakubali dia, kila kabila itatoa chote wamlipe dia ya nani Abu Talib, nani familia Abu Talib wakati kishakufa, wa familia zake za ami zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata hivyo Mwenyezi Mungu, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wao wanapanga mipango na Mwenyezi Mungu anapanga mipango yake. Ikawa safari ya kutoka na kuhajiri kwenda Madina, kama mnavyojua kisa chake. Siku hiyo wamezunguka tayari wataka kutekeleza plani yao, wakazunguka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nyumbani akampitia Abubakar Siddiq, wakaenda zao katika safari, na huko anatoka anawarushia michanga katika nyuso zao, shahatil wujuh waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan, anasoma hii wakhshaynahum fahum la yubsirun. Kwa hivyo kisa cha kwamba hii Dar Nadwa ina umuhimu wake, pamoja na nini, na yale ambayo yanayozungumzwa katika Dar Nadwa ni jambo muhimu sana. Tukitoka masala Qusay ibn Kilab, tunakwenda katika mada kwamba Nabii Ibrahim, tujue kwamba nasab yake inatokana na Nuh, Abu al-Anbiya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. الأب الثالث، الأب الأول آدم، الأب الثاني بابا بيلاني نوح، الأب الثالث إبراهيم، هو أبو الأنبياء. na kutoka hapo ni vizazi vyake. Ikiwa kwa upande wa Ishaq au kwa upande wa Ismail ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa ni katika alladhina astafahumullah, katika aliochagua na kuwatakasa wafanye kazi hii ya utume na kuongoza umma wote. Na tukitaka kujua kwamba alaka gani ilikuwa baina Nuh na Ibrahim kwa upande wa Sam, mwanae Sam, utaona kwamba Nabii Ibrahim katika sura As-Saffat, katika kutaja visa vya mitume kwa mlolongo wa nini alikuja mwanzo alafu baadaye, utaona hapa katika aya ya sura As-Saffat aya 75 inasema ni a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa laqad nadana nuhun فلنعم المجيبون. نعم، حقيقة نوح alituita فنعم المجيبون, na sisi tulikuwa wabora kuitikia wito wake. خلاص mshachoka sasa, waangamizi hawa tena. Kwa hivyo wanajainahu wa ahla, tukamwokoa na ahli yake min al-karb al-azim, katika kutokana na msiba mkubwa wa kuangamizwa wote na kuzamishwa watu katika tufani. Waja'alna dhurriyatahu, hii hapa muhimu hapa, tukajalia dhurriya yake Nuh, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, wale waliobakia katika chombo. Qila anini qulna يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. kwa salamu zetu na barakati juu yako, baraka zangu mimi zifike kwako. Alayka wa ala ummin mimman ma'ak, pamoja na watu walio pamoja nao. Wa umman sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim, wengine tutastarehesha alafu baadaye adhabu itafika kwa sababu watakufuru wao. Sasa hivi waamini hawa, lakini dhuria yao vizazi vyao watakuja kukufuru tena hawa. Kwa hivyo vizazi wa Nuh ambao walipanda katika chombo, waja'alna dhurriyatahumul baqin, watakaobakia baada ya kuzamishwa waliozamishwa dhuria yake. Kwa hivyo watarakna alayhi fil akhirin, tukawacha sifa njema zake Nuh kwa wanaokuja baadaye fil akhirin, ili azungumzwe kazi aliyopewa na kuzungumzwa yale yaliyowafikia kaumu yake kwa kuangamizwa. Watarakna alayhi fil akhirin,
lakini amani yeye aliokolewa na Mwenyezi Mungu iwe salamun ala nuhin fil alamin, salamu na amani kwa Nuhu ulimwenguni kote, kwa sababu vizazi vyake vitaenea ulimwenguni kote. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hivyo ndivyo tunavyowalipa jaza yao watu wenye kufanya wema. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye katika waja wetu walioamini hasa. Thumma baada hapo ni aghraqna al-akharin, tukaangamiza waliobakia wote. Ukitoka katika aya hii ya 82 unakutana na aya 83 kisa cha Nuhu imekwisha, na sura as-Saffat za sifa zake inapomalizwa kisa cha mtume yote, au kama Musa na Harun pamoja, watarakna alayhi fil akhirin wala alayhima, tukawacha sifa zao ziendelee kutajwa baadaye kwa umma nyinginezo. Tunapeleka information hii kwa umma zinazokuja ili wapate kujua nini ilitokea kabla, kwa hikma, kwamba mlolongo wa historia uendelee kwa hikma, kwamba yaliwafika wale wajiepushe, ibra, funzo, au sio, ni darsa, kwamba wao wasije kufanya makosa walifanya wenzao kabla. Watarakna fil akhirin, alafu salamun ala, mtume ataja ala Ibrahim, alafu inna kadhalika najzi almuhsinin, alipo watu wema. إنه من عبادنا الصالحين من عبادنا المؤمنين hapa من عبادنا المؤمنين. ثم ikisha aghraqna, tukazamisha al-akharin. Inafuata aya kuanza kisa cha Nabii Ibrahim ambacho ni kirefu katika sura Safat, hata kumua mwanae Ismail na mwingine, au sio? Alafu anasema wa inna min shi'atihi, na kwa hakika katika kundi lake, shi'ati nani? Shi'at Nuh, watoto wa Nuh. Wa inna min shi'ati la Ibrahim, alafu kisa cha Ibrahim inaanza idh jaa rabbahu biqalbin salim ila akhiri. Kwa hivyo hii dalili katika sura Safat kuonyesha kwamba nini, kisa kwamba Nabii Ibrahim ni katika kizazi cha nani, cha Nuh, ambao walichukua na kuendeleza kuwa maimam, kwa mitume. Kwa nini? Kwa kuchaguliwa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu ya kuitahirisha na kusafisha ulimwengu huu na kuabudu masanamu, na amri aliyopewa Nabii Ibrahim, bawana li Ibrahim makana albayt alla tushrik bi shay'a, sishirikisha na jambo lote. Na yeye anaomba Ibrahim, wa qala Ibrahim wa qala Ibrahim katika sura Ibrahim, kuna aya itakikuja zaidi aliposema Ibrahim kwamba niepushe mimi na watoto wangu tusiabudu sanamu. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina, aliposema Ibrahim jalie balad hii, yani Makkah, pahala pa amani. Na Mwenyezi Mungu akasema baadaye, wa man dakhalahu kana amina, atakayeingia katika Kaaba amin. Anamwona mtu aliyemulia babake yule pale, hawezi kumgusa chochote, na watu wamepindukia mpaka kufanya hivyo, watu wamepindukia mpaka wa kuinguza, watu wamepindukia mpaka na kuuana ndani ya nini. Naam, wajnubni wa baniya, na niepushe mimi na watoto wangu, baniya wawili, Ismail na Ishaq, an na'budu al-asnam. Baada ya kujenga na Mungu Mwenyezi Mungu tena, rabbi waj'alna muslimain laka, jalie tuslimu amri kwako, wa min dhurriyyatina, wa umma waje kusalim amri kwako. Katika dua za Ibrahim, rabbana wab'ath fihim rasula, mtoe mtume katika wao. Katika dua za Ibrahim kapoa kazi kubwa na kaomba maombi mengi. Kwa hivyo asema jalie watu wangu wote wa maimamu kabla, ila atakayefanya mema tu ndio kufanya wewe imama, ndo kiongozi wao. Kama min dhurriyati zama, namna unafikiria hawa wanapokuwa mtume yote, anapokuwa kazi kubwa, na anapoona umuhimu wake, na anapoona uchungu kwamba watoto wake usipotee, kitu cha mwanzo anaomba watoto dhuria yake kama alivyoomba nini, alivyoomba Zakaria kasema kwa mtu mzima وهذا عظم مني واستعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك بخفي شقية.
tazama nywele zangu kisha nyeupe, mafupa yameshaanza kuregea, wala sijawa mtu mpungufu katika kukuomba. Nijalie mtoto wa kuendeleza hii kazi na utu uzimani. Na yeye pia akapewa Yahya baadaye Zakaria. Sura Maryam mwanzo inaeleza ngoja na katika Al-Imran. Kwa hivyo utaona kwamba Nabii Ibrahim ni katika sulala vizazi vya nani? Vizazi vya Nuh, ambaye aliendeleza kazi ya Mwenyezi Mungu katika kusafisha, kutahirisha ardhi hizo kwa muhimu. Na tunasema kwamba baada ya Nabii Ibrahim na vizazi vyake akashika Ismail. Na hii sadana tumesema kutizama msikiti ilikuwa kazi ya Ismail. Achukua jukumu, nimejenga mwenyewe, lazima nichukue, niwe mimi ndo in charge wa nini, huduma za nini, au sio? Tazama utukufu wake mpaka vizazi vyao, kina vizazi wa Zakaria na bibi mke Imran, mke Imran, naye akataka mtoto ili awe mjalla au ni muharrara, kazi yake basi kutumia Baitul Maqdis wa muhimu wa sharafi. Ndio kwa maana wanajiita khadimul haramain, mwenye kuhudumia haram mbili, majumba matukufu Makkah na Madina, wafalme wanaoshika sasa. Kwa hivyo tunapotoka hapa tunakwenda katika masuala ya na kabla hajatoka katika mada hii, baada kwa Ismaili wameshika hao watu wake, wakwe zake na watoto wao katika kabila ya Jurhum, wakawanyang'anya ile kazi ya sadana ya kutazama Kaaba, wakaichukua. Walipokuja zama za Khuzaa kwa wakati fulani walikuwa wenye nguvu, wakachukua wao kazi ya sadana. Alipokuja Qusay ibn Kilab, muassis wa nini wa makazi na sharaf na heshima zote za Makkah, Kaaba na haram hii, akatoa hata Khuzaa katika Makkah, ni Khuzaa. Halafu baadaye ndo akashika wao, akashika خلاص kuanzia Qusay ibn Kilab ikawa dhamana hii wamebeba wao mpaka ikafika mwana Abdullah katika ujahiliya na katika Uislamu. Tumesema jana kwa karne ya 16 kuanzia Qusay mpaka hivi sasa iko katika mikono ya Bani Abdullah, vizazi vya Qusay ibn Kilab. Imifunguo na utazamaji wa Kaaba na inaya, kwa hivyo mpaka sasa Bani Abdullah. Na wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ibn Abdullah mpaka ibn Abdullah. Kwa hivyo heshima hii inaendelea kwa hii masala ya Kaaba. Tunafunga hapa leo inshallah. Kwa hivyo nimesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoiteka kasafishwa, akamwambia Bilal apande juu adhini atukuze watahir baiti, itahirishe, safishe. Na akadhini hata hawa katika makufaru walikawa na huyu Muhammad hajamwona yote kumpeleka ila mweusi yule, astaghfirullah. Na lengo kubwa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa ni kuambia ulimwengu ile kupandishwa Bilal ni athari kubwa sana aliyoacha Mtume sallallahu mpaka kiyama saa, kwamba hakuna farq baina arabiyin wa ajamin, hakuna farq baina al-ahmar wal aswad, hakuna tofauti kabisa, watu wote mmoja, kutaka iondoke kabisa. Ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nimekumbeni kutokana na wanaume na kike, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, mataifa na makabila yote, basi litaarafu, basi hilo muhimu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Hii principle hii ya amri ya Mwenyezi Mungu, aliyekuwa mwenye heshima, mwenye karam na heshima na mtukufu inda Allah, Mwenyezi Mungu, atqakum, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa hivyo ubora katika ucha Mungu sio katika kabila wala katika sura wala katika ilmu wala chochote, bali inna akramakum inda Allah, mwenye heshima inda Allah. Na heshima gani iliyokuwa bora kuliko kuwa na heshima inda Allah kwa Mwenyezi Mungu? Inna akramakum inda Allah atqakum, na inna Allah alimun khabir. Mizani ya kupimia ubora kwa hii mada taqwa
hakuna binadamu yoyote wala kiumbe yote anaweza kumiliki ila Allah. Unajiboresha wewe bora kwa mwenzio kwa jina gani? Sura yako, pesa zako, elimu yako, watoto wako, haya yote hana maana. Inna kama inda Allah atqakum, utamwona mtu utamdharau wewe wa mwisho, lakini pengine akawa bora kuliko mji mzima. Mwenye mizani hii ni mmoja tu, huwa Allahul Ahad, peke yake. Mwenye kujua mizani ya takwa, la hakuna mizani yote isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Sababu wewe unataka kuchukua mizani ya Mwenyezi Mungu ukagawa watu kwa mujibu wa mishahara yao, kwa mujibu wa elimu zao, kwa mujibu wa kabila zao. La wallahi, hii ndio jahiliya katika hiyo. Hajamuona huyu Muhammad ila dhalika al-ghurab al-aswad, astaghfirullah, yule kunguru mweusi kwenda juu kwa sallallahu akbar. Naam, yeye ndio alofadhilisha kuliko Arabu, kuliko Ajami, kuliko wote pale. Panda wewe mkabiri Mwenyezi Mungu, mtukuze Allah uko juu na sisi tuko chini. Picha gani tunaipata hapa? Kwamba hii dini kuweka watu sawa, inna nas wote sawasia ka asnan al-misht, watu sawa sawa kama meno. Kama nini? Meno nini? Ya kitana. Kama meno nini? Ya kitana. Kwa kimoja kirefu na moja kifupi, si utaumiza, utajichuna au sio? Ngozi ya kichwa au sio? Kadhalika iko moja mrefu moja chini, binadamu mtachunana hapa vichwa vyenu. Haipasikiki binadamu kujiona bora. Unatafakari kwa kitu gani? Jitizame imani yako, unajua wewe amali zako makbula inda Allah, zikubaliwa. La khalas, rudi kwa Mola wako, useme alikuwa mbele yangu bora kuliko mimi. Treat nini imani yako na takwa yako kwa kujipiga kama alivyokuja kujipiga Umar, achukua fimbo kama Umar ni mtu anajipiga. Wewe usikae ukatakabba, wewe si chochote si lolote. Anajidhalilisha mwenyewe kwa kujipiga fimbo mwenyewe. Na hii funzo, hili funzo wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajampeleka nani Bilal kuadhini juu ya Kaaba ila kutaka kuwafundisha watu kwamba watu wote sawa, hakuna kujisifu wala kujiona bora, na huyu na mwana huyu ndio atakayeongoza watu, atakuwa mbele. Na Abdullah ibn Mas'ud siku moja sio alikuwa akifanya nini, akasema miguu yake imembamba kama miwa. Akaambia miguu yake huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam uzito wake kuliko Jabal Uhud inda Allah. Hebu tazama namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyoeka mambo wazi kwa kufundisha watu. Hii dini imekuja kutufundisha mambo, kumjua binadamu ajue njia gani ya kupita, iwe alaka nzuri baina yake na Mola wake. Sasa tutasimama hapo kwa leo, ikiwa kesho tutawai tena kwa safarini mpaka tuporudi biidhnillah, tutaendelea na tafsiri. Tutachagua ikiwa tusome Fatir au sura gani, uamuzi inshallah. Mwenyezi Mungu akiturejesha salama, tutaendelea na darasa zetu. Wakati mimi sipo hapa, kama nitapopata nafasi nitakuwa nasituma darasa hizi za tarikh ili watu wapate kuendelea kupata faida inshallah. Hadha wallahu a'lam.